إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baadakum himidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah jalla wa ala. Kwa hakika watakaopata mafanikio ya duniani na akhera ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah jalla wa ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo. Pale anapofahamu ya kwamba jambo hili ni katika amri za Allah, jambo hili ni katika amri za Mtume sallallahu alayhi wasallama, na akawa ni mwenye kulitekeleza, huyo anatengeneza mafanikio. Lakini vile vile anapofahamu ya kwamba jambo hili ni katika makatazo ya Allah jalla wa ala, lakini pia ni katika makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, na akawa ni mwenye kukatazika, huyo anatengeneza mafanikio. Kwa tutengenezeni mafanikio yetu katika kumtii Allah jalla wa ala. Tutengenezeni mafanikio yetu katika kujiweka mbali na makatazo ya Allah jalla wa ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, khutba yetu ya leo itatueleza tarbiyatul auladi ala tarbiyati shar'iyya, kuwalea watoto malezi ya kisheria, kuwalea watoto malezi ya Kiislamu, kuwalea watoto malezi mazuri. Kuna umuhimu sana Muislamu, mzazi, mlezi, uwalee watoto wako katika malezi mazuri, uwalee watoto wako katika malezi ya kisheria, uwalee watoto wako katika malezi ya kidini. Ukifanya hivyo, utakapoondoka katika dunia hii utaacha watoto wenye malezi mazuri.
utaacha watoto wenye tabia njema, utaacha watoto wenye malezi ya Kiislamu, watakuwa ni wenye kumtambua Mola wao, lakini vile vile watakuwa wanaitambua na kuifahamu dini yao. Utaacha watoto wenye kufanya ibada, na wanapofanya ibada na wewe vile vile una sehemu yako, unapata thawabu mbele ya Allah Jalla wa Ala, kwa sababu umetengeneza kizazi kizuri, kwa sababu umewalea watoto malezi mazuri, kwa sababu umewafunza watoto kumwabudu Mola wao. Lakini vile vile unaweza ukaondoka katika dunia hii ukaacha watoto waovu, ukaacha watoto wabaya, ukaacha watoto walevi, ukaacha watoto wavuta masigara, ukaacha watoto wavuta bangi, ukaacha watoto watumia madawa ya kulevya, ukaacha watoto ni mashoga. Lakini kama tutawalea watoto wetu vizuri, kwa kufahamu ya kwamba watoto hawa wanasubiriwa na makundi mengi maovu, makundi mabaya yanawasubiri hawa watoto wetu. Kama hatujawapa malezi mazuri, watoto hawa wanaweza wakachukuliwa na walevi. Ukashangaa mtoto wako amekuwa ni mlevi, anakunywa pombe. Usipomlea mtoto wako malezi mazuri, anaweza akachukuliwa na watumia madawa ya kulevya. Ukashangaa mtoto wako ni katika watu wanaotumia madawa ya kulevya. Lakini usipomlea mtoto wako vizuri, anaweza akachukuliwa na wanamuziki, na mtoto wako akawa ni mpiga muziki, akawa ni mcheza muziki. Lakini usipomlea mtoto wako na kumpa tahadhari, anaweza akachukuliwa na mashoga. Hawa wanafanya da'wa, hawa wanalingania, na wanatumia mbinu nyingi, wanatumia mpaka na pesa vile vile. Hasa kama haujampa malezi mazuri mtoto, anaweza akachukuliwa na makundi maovu, anaweza akachukuliwa na makundi mabaya, na ikawa ni hasara kwako wewe. Kwa ndugu zangu katika imani, swala la malezi ni swala la msingi, swala la malezi ni swala la muhimu, pamoja na ubize wetu, pamoja na kazi zetu. Lakini swala la kuwalea hawa watoto tulipe kipaumbele. Kutokana na ubize wetu, unaweza ukakuta mtoto analelewa, mfanyakazi si Muislamu, amewekwa kumlea huyu mtoto, anampa malezi. Yawezekana akawa anamfundisha dini ambayo sio ya kwake mwenyewe. Kwa mtoto anakuwa hali ya kuwa anafuata dini na tabia ya mfanyakazi, kwa sababu mzazi anakuwa yuko bize, mama yuko bize, baba yuko bize, wote wazazi wawili, walezi wawili wako bize na dunia. Tunaacha watoto wetu wanalelewa na wafanyakazi ambao hawana maadili, wanalelewa na wafanyakazi ambao hawana dini. Mtoto anakuwa ni chotara wa dini. Kwenye Uislamu hayupo, kwenye na dini ya huyo mfanyakazi wako pia hayupo, kwa sababu wakati mwingine na wewe huenda labda unampa kidogo mambo yanayohusiana na dini. Kwa unamkuta kwamba yuko hapo katikati anatangatanga. Kwenye ukafiri hayupo, kwenye Uislamu hayupo. Hapa utapoteza mtoto. Hapa mtoto anaweza akawa na maadili mabovu. Kwa kila mmoja katika sisi anatakiwa lione jambo hili ni swala la msingi, na aanze kulifanyia kazi. Kukaa na mtoto wako ukampa malezi ya kidini, ukamtahadharisha na vitu vibaya, aanze kuvifahamu bila uoga. Mzazi mwingine anasema nitakaaje na mtoto wangu nianze kumweleza habari za mashoga? Ukiona aibu wao hawataona aibu ya kumweleza mtoto wako mambo yao. Usione aibu kukaa na watoto wako na kuwatahadharisha na makundi maovu. Ahibatu fillah, laqad hatha alislamu ala tarbiyati alawladi. Uislamu umehimiza mno mzazi na mlezi kumpa mtoto malezi ya Kiislamu, kumpa mtoto malezi mema, malezi mazuri, wa muhawalati wiqayatihim minan nari. Na vile vile umehimiza Uislamu mzazi na mlezi
kujitahidi kuhakikisha anawaokoa watoto wake na wale anaowalea, kuwaokoa na moto wa Allah jalla wa ala. Ukiwapa malezi mema utakuwa tayari umewaokoa na moto wa Allah. Lakini kama hautawapa malezi mazuri, malezi ya Kiislamu, watoto hawa watapotea na itakuwa ni sababu ya wewe watoto wako kuingia katika moto wa Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao umeamini, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu ambao wako katika mikono yenu, wakiwepo watoto wenu. Waokoeni na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, waokoeni na moto. Kwa hiyo aya hii Allah jalla wa ala anatufahamisha umuhimu wa wewe mwenyewe kuiokoa nafsi yako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kuwaokoa watoto na adhabu ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kama haujawapa watoto malezi mema, haujawapa malezi mazuri, malezi ya kidini, watoto hawa wataharibika na mwisho wa siku wataingia katika adhabu ya Allah jalla wa ala. Kutokana na umuhimu huu wa kuwalea na kuwapa malezi watoto, kuwapa malezi mazuri, Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Ibn Umar anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallama akisema, kullukum ra'in, nyinyi nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyinyi nyote mtaulizwa kunako na uchunga wenu. Mmoja ataulizwa namna alivyoichunga na kuiangalia familia yake, ataulizwa na Allah jalla wa ala. Mtume akasema, wal imamu ra'in, na kiongozi ni mchunga, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na ataulizwa kunako na uchunga wake. Kiongozi yeyote ambaye anajijua kwamba yeye ni kiongozi, kiongozi wa msikiti, kiongozi wa mtaa, kiongozi wa wilaya, kiongozi wa kimkoa, viongozi wote ni wachunga na watakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala namna walivyowachunga watu wao. Kwa imam, kiongozi wa msikiti, atakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala kuhusiana na waumini wake, amewatumikiaje, amewahudumiaje. Atakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala amewapaje muongozo kuhakikisha kwamba wanaongoka na wanafuata njia ya sawa sawa. Kisha Mtume akasema, warajulu ra'in, na mwanaume vile vile ni mchunga, fi ahli baitihi, kuwachunga watu wa nyumbani kwake, wa mas'ulun an ra'iyatihi, na ataulizwa kunako na uchunga wake. Wewe mwanaume utaulizwa na Allah jalla wa ala namna ulivyochunga familia yako, namna ulivyomchunga mke wako, namna ulivyowachunga watoto wako, namna ulivyowachunga wote ambao wanakaa katika nyumba yako. Utakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala. Mwanaume hapa, ili kuondokana na dhima, ili kuondokana na masulia haya, hakikisha watu wako unawasimamia katika kuisimamia dini ya Allah jalla wa ala, unawasimamia katika malezi mazuri. Usipofanya hivyo, yawezekana watu wako hawa ambao haujawapa malezi mema wakaharibika na wakawa na malezi mabovu, ikawa ni sababu ya wewe kwenda kuingia katika moto wa Allah jalla wa ala. Lakini pia Mtume akasema, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke vile vile ni mchunga wa kuichunga nyumba ya mume wake. Mwanamke vile vile ni mchunga. Uislamu unafahamu ya kwamba yawezekana mwanaume akawa yuko bize, akawa anakwenda kazini, lakini mara nyingi mwanamke ndiye anayebakia nyumbani na ndiye anayetakiwa kuangalia nyumba, na yeye vile vile ataulizwa na Allah jalla wa ala
namna alivyoichunga nyumba ya mume wake. Mwanamke ni mchunga wa kuichunga nyumba ya mume wake. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na ataulizwa na Allah jalla wa ala kunako na uchunga wake. Lakini leo hata wanawake pia wamekuwa wako bize. Mwanaume akitoka na yeye anatoka anakwenda kazini, watoto wanakuwa hawana watu wa kuangalia, hawana walezi, wanalelewa na wafanyakazi ambao hawana hata dini, wanalelewa na wafanyakazi ambao wakati mwingine si Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wal khadimu ra'in, na mfanyakazi vile vile ni mchunga, fi mali sayyidihi, kuichunga na kuiangalia mali ya bosi wake. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye vile vile ataulizwa kunako na uchunga wake wa kuichunga mali ya bosi wake. Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa mkazo akarudia tena akasema, kullukum ra'in, nyinyi nyote ni wachungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyinyi nyote mtaulizwa kunako na uchunga wenu. Kwa kila mmoja katika sisi ni mchunga na atakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika iman, wala shakka anna litarbiyati atharan kabira, hapana shaka kwamba malezi yana athari kubwa. Hapana shaka ya kwamba malezi mema, malezi mazuri, malezi ya kisheria, malezi ya Kiislamu yana athari nzuri na yana athari kubwa fi salahil auladi, katika kuwatengeneza watoto. Malezi mema yana athari kubwa katika kuwatengeneza watoto na kuwaweka watoto wakae vizuri. Fal auladu yuladuna ala alfitra, watoto wamezaliwa hali ya kuwa wana maumbile ya Kiislamu. Watoto wote, kila mtoto anayezaliwa anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Thumma yati dawru tarbiya, kisha itakuja zamu ya malezi. Baada ya kuzaliwa mtoto ni Muislamu, ana tabia njema, yuko vizuri, sasa yanakuja malezi fil muhafadhati ala hadhihi alfitra, katika kuhakikisha hili umbile ambalo ameumbiwa nalo mtoto linabakia, tabia njema aliyozaliwa nayo mtoto linabakia. Kwa malezi yanaweza yakaibakisha tabia aliyozaliwa nayo mtoto, au malezi yanaweza yakambadilisha mtoto, yakampa mtoto tabia mbovu, tabia mbaya ambayo mtoto hakuzaliwa na tabia hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu mauludin, kila mtoto anayezaliwa, yuladu ala alfitra, anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Kila mtoto anayezaliwa anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Fa abawahu yuhawidanihi, wazazi wake wawili, baba na mama, ndio watakaombadilisha mtoto huyu na kuwa ni Myahudi. Watamtoa katika umbile lake alilozaliwa nalo, watamtoa katika Uislamu ambao amezaliwa nao, wanamfanya kuwa ni Myahudi. Au yunasiranihi, au wazazi wawili ndio watakaomfanya mtoto huyu kuwa ni Mnaswara, aache Uislamu kuwa ni Mnaswara. Au yumajisanihi, au wazazi wawili ndio watakaombadilisha mtoto huyu awe ni mshirikina wa kuabudu moto, awe ni mshirikina wa kuabudu jua. Majusi ni watu ambao ni washirikina, wanaabudu moto, wanaabudu jua. Kwa hiyo mtoto anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Kila mtoto anayezaliwa anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu, hata kama amezaliwa na Myahudi, hata kama amezaliwa na Mnaswara, hata kama amezaliwa na mpagani, huyo mtoto ni Muislamu. Kisha wazazi wawili ndio watakaomtoa mtoto huyu katika Uislamu, ima watampeleka kwenye Uyahudi, au watampeleka kwenye Unaswara, au watampeleka kwenye ushirikina. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman,
Mtoto mdogo, alwaladu fi sigharihi, mtoto akiwa katika udogo wake, aktharu istifadatan wa istiqbalan, mtoto akiwa ni mdogo anakuwa ni mwenye kubadilika haraka na anakuwa ni mwenye kupokea kile ambacho anaambiwa haraka, anakuwa ni mwepesi wa kupokea. Tofauti na utakapomwacha amekuwa mkubwa ukaanza kumpa malezi, hamtaelewana. Kwanza ataona huyu baba ni mkoloni, huyu baba ni mkorofi, na anaweza akaamua akaondoka nyumbani. Lakini kama ulimpa mtoto wako malezi mapema alipokuwa mdogo, mtoto huyu anapokea malezi vizuri anapokuwa yuko mdogo. Ndugu zangu katika iman, qad yanfa'u al-adabu al-aulada, adabu huwa inawafaa na kuwanufaisha watoto fi sigharin, wanapokuwa wadogo. Walaisa yanfa'uhum min ba'dihi adabun, na hakuna adabu itakayowanufaisha baada ya kuwa tayari wameshakuwa wakubwa. Utaelekeza, hawatoelekea. Utawapa adabu, hawatokuwa tayari. Utawapa malezi, hawatokuwa tayari. Watoto wapewe malezi wanapokuwa wadogo. Ndugu zangu katika iman, falwaladu saghiru amanatun inda walidayhi, mtoto mdogo ni amana kwa wazazi wake. Hii ni amana umepewa na Allah jalla wa ala. Watoto walionao, hiyo ni amana, utakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala, amana hii umeilindaje? Amana hii umeitumiaje? Kwa watoto au mtoto ni amana kwa wazazi, watakwenda kuulizwa na Allah jalla wa ala. In awadahu alkhaira, ikiwa wazazi wawili watamzoesha mtoto kheri, awadahu, atazoea kheri. Ikiwa wazazi wawili watamfundisha mazuri mtoto huyo atazoea mazuri. Wa in awadahu sharra, na ikiwa wazazi wawili watamzoesha na kumfundisha mtoto mambo mabaya, awadahu, mtoto mdogo atazoea hayo mabaya, atayachukua hayo mabaya, atayabeba hayo mabaya. Kwa mtoto mdogo ukimfundisha kheri, ukimfundisha mazuri, atayabeba hayo mazuri. Ukimfundisha mabaya, atayabeba hayo mabaya. Tuwafundishe watoto wetu tabia njema, tuwafundishe watoto wetu tabia nzuri, kwa ajili ya kutengeneza kizazi ambacho kitakwenda kutusaidia sisi mbele ya Allah jalla wa ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Khutba yetu ya leo inazungumzia umuhimu wa kuwapa malezi mazuri watoto. Tuwape malezi ya kidini, tuwape malezi ya kisheria, tuwape malezi mazuri, ili watakapokuwa sasa wataendelea kuwa na malezi hayo mazuri ambayo uliwapa. Katika khutba yetu ya mwisho tutaangalia alwasailu allati naslukuha, njia ambazo tutazifuata, njia ambayo tutaifuata litahqiqi tarbiyati ala alawladi, kwa ajili ya kuhakikisha watoto wetu wanakuwa na malezi mema. Tupite katika njia ipi? Tufanye mambo gani ambayo mambo hayo ni sababu ya kuwatengeneza watoto wetu wawe na tabia njema? Njia ya kwanza ni ad-du'a bi an yarzuqahu Allahu dhurriyatan salihatan. Kabla hujapata mtoto, muombe Allah jalla wa ala akuruzuku mtoto awe ni mwema, akuruzuku watoto ambao ni wema, akupe kizazi chema. Nabiullah Ibrahim
alayhi salam, wakati anamuomba Allah jalla wa ala ampe mtoto, na tunafahamu alikaa muda mrefu bila kupata mtoto, alimuomba sana Allah jalla wa ala ili Allah ampe mtoto. Wakati anamuomba Allah ampe mtoto, anamwambia rabbi habli minas salihin, ewe Allah nakuomba unipe mtoto, lakini mtoto huyo awe ni miongoni mwa watoto wema, awe ni mtoto mwenye tabia njema. Anamuomba Allah jalla wa ala. Kwa hiyo Muislamu unapoomba mtoto, unapohitaji mtoto, muombe Allah jalla wa ala akupe mtoto ambaye ni mwema. Lakini mara nyingi mtu anaomba apewe mtoto, lakini hasemi kwamba Allah nipe mtoto ambaye ni mwema. Hii ni sehemu ya kwanza au ni njia ya kwanza. Lakini jambo la pili, ma yafaluhu idha ruziqa bimauludin, ni yale mambo ambayo yanafanyika baada ya kuruzukiwa mtoto, baada ya kupewa mtoto, baada ya kupata mtoto. Kuna mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyafanya, unatakiwa uyafanye. Mambo hayo yanamtengeneza mtoto kuja kuwa na tabia njema. Mithlu al-adhani fi udhunihi, mfano kumwadhinia katika sikio lake pale anapozaliwa. Watahanikihi, na kumlambisha kitu kitamu pale anapozaliwa, ni sunna kufanya hivyo. Wal aqiqati, na kumchinjia mbuzi mtoto katika siku yake ya 7 tangu amezaliwa. Mtoto wa kiume ni mbuzi wawili, mtoto wa kike ni mbuzi mmoja. Kufanya hivyo unamtengeneza mtoto huyu kuja kuwa na tabia njema. Wa halqi ra'sihi, na kumnyoa kichwa chake. Ile siku ambayo anafanyiwa hakiki, anatakiwa kunyolewa kichwa chake na zile nywele zake zikapimwe zina gramu ngapi, kisha itatolewa sadaka kutokana na gramu ambazo atazikuta. Wa ikhtiyari al-ismi al-hasani lahu, na kumchagulia mtoto jina zuri. Mpe mtoto jina zuri, ni haki yake kupewa jina zuri. Lakini leo utakuta watoto wanapewa majina mabaya mabaya, na Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwabadilisha maswahaba majina. Wale ambao wana majina mabaya amewabadilisha majina. Leo unaweza ukakuta kwamba mtoto amezaliwa wakati wa shida anaitwa shida, mtoto amezaliwa usiku anaitwa cha usiku, amezaliwa wakati wa tabu anaitwa tabu. Haya si majina mazuri. Na kama una mtoto wako ambaye anaitwa majina kama haya, mbadilishe, mpe jina zuri. Jina zuri lina athari kubwa. Hata ukiwauliza wazee, majina yana athari kubwa. Kuna watoto huwa wanazaliwa, mtoto analia mwanzo mwisho, hanyamazi, lakini akibadilishiwa jina, mtoto yule halii tena. Kwa majina yana athari kubwa kwa watoto, na miongoni mwa athari zake ni kumfanya mtoto kuwa ni mwema. Kwa mtoto anapokuwa amepatikana, amezaliwa, basi mpe jina ambalo ni zuri. Miongoni mwa mambo ya kimsingi ya kuyafanya ni addu'a lil auladi bisalahi, ni wewe kuwaombea watoto wako wawe ni wema. Kila siku katika dua zako muombe Allah jalla wa ala awajalie watoto wako wawe ni wema. Usiwalaani watoto, usiwaombee dua mbaya watoto. Dua ya mzazi inakubaliwa na Allah jalla wa ala. Ukimuombea dua mbaya, huyo mtoto atadhurika. Waombee watoto wako dua njema. Muombe Allah kila siku, ya Allah, ninakuomba uwatengeneze watoto wangu. Ya Allah, wape tabia njema watoto wangu. Waombee dua njema kila siku. Waqad kana al-anbiya'u yahtamuna bihadha, manabii wa Allah walikuwa wanaliona jambo hili ni la muhimu, kumuomba Allah jalla wa ala awafanye watoto wawe ni wema. Nabii Ibrahim alayhi salam anasema, anamuomba Allah jalla wa ala, anamwambia ya Allah wajnubuni, ya Allah nakuomba niepushe mimi, wabaniya, na watoto wangu vile vile uwaepushe, an na'budal asnama, tusije tukawa ni wenye kuabudu masanamu. Niepushe mimi Baba
na ushirikina wa kuabudu masanamu, na waepushe watoto wangu vile vile wasije wakawa ni washirikina wa kuabudu masanamu. Katika aya nyingine Nabiullah Ibrahim anasema, Rabbi ja'alni, ewe Allah ninakuomba nijalie mimi muqima salati, niwe ni mwenye kusimamisha swala, wa min dhurriyati, na ninakuomba ukijalie kizazi changu kiwe ni chenye kusimamisha swala. Ndugu zangu katika iman, mzazi mlezi anatakiwa kuwaombea watoto wake dua njema kwa Allah jalla wa ala, na usiwaombee watoto wako dua mbaya kwa Allah jalla wa ala. Akhiran, mwisho, miongoni mwa mambo ambayo ni sababu ya kuwafanya watoto wakawa ni wema na wakawa na malezi mazuri, wakawa wana tabia njema, ni taalimuhu din, ni kumfundisha mtoto dini. Kila mmoja anatakiwa jiulize, hivi mtoto wangu nimemfundisha dini mpaka wapi? Yawezekana umemfundisha mpaka chuo kikuu, elimu hii ya kisekula. Yawezekana umemfundisha mtoto wako au watoto wako na umetumia gharama nyingi mpaka wamefika chuo kikuu na wamemaliza. Jiulize upande wa pili, watoto wako umewafundisha dini? Umetumia gharama gani watoto wako kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Gharama uliyoitumia upande wa sekula unaifahamu, hebu jiulize upande wa dini, watoto wako umetumia kiasi gani kuhakikisha kwamba wanaijua dini ya Allah jalla wa ala? Hapa ndipo tuliko feli. Hapa ndipo walipofeli wazazi wengi, hawafundishi na kuwasimamia watoto wao kuisoma dini ya Allah jalla wa ala. Ndio baadaye anatengeneza watu wakuja kumdhuru, anatengeneza watu wakuja kummaliza. Leo nasikia mtoto fulani amemchinja mzazi wake, unasikia mzazi fulani ameuawa na mtoto wake aliyemzaa yeye mwenyewe. Lakini kama ungekuwa umemtengeneza vizuri, anaifahamu dini ya Allah jalla wa ala, ana hofu na Allah, hawezi akakuchinja, hawezi akakufanyia mabaya, hawezi akakukera, hawezi akakuudhi. Leo ni wazazi wangapi wameudhiwa na watoto wao mpaka wamekuwa na mapresha? Anafikiria gharama aliyoitumia kwenye kumsomesha yule mtoto, nimetumia gharama zote, leo mtoto hanisikilizi wala hata kunipigia simu hanipigii. Yeye yuko huko na mke wake, hawaangalii wazazi wake. Hii ni kwa sababu hukumfundisha mtoto wako dini. Ungemfundisha dini asingekuwa hivyo. Kwa ndugu zangu katika iman, swala la malezi, kila mmoja katika sisi tuwape malezi mazuri watoto wetu, tuwape malezi ya kidini watoto wetu, ili tutakapoondoka katika ulimwengu huu tuache watoto ambao ni wema. Ayuhal muslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa bariki ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur al-islam wal muslimin wa khudhul man khadala al-muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.